Alikuwa na maisha mazuri, pia ni mrembo sana, lakini bibi yake alitaka kumrithisha mkoba. Picha yetu inaanza ikituonyesha katika familia moja kuna furaha kubwa, na leo hapa kuna birthday ya Roza. Huyu ni Roza na familia yake yote, na ndugu na familia na majamaa na majirani wote wamealikwa hapa leo katika birthday ya familia hii, ama birthday ya huyu mtoto Roza. Roza ni binti mdogo ambaye anaishi na familia yake ambao ni Oscar babake mzazi, na Eliana ambao ni mama yake, na Griselda. Griselda ni bibi wa Roza na Eliana ni mama yake mzazi. Leo wamealikwa ndugu na jamaa na marafiki wote wahudhuria hapa, lakini hali ya mama yake Eliana haikuwa vizuri. Kwa hiyo Roza alikosa amani na akakosa furaha kutokana na mama yake hali yake sio nzuri sana. Baba akamwambia, mwanangu, inabidi uishi tu, maisha unaishi mara moja tu. Kwa hiyo leo ni siku yako muhimu sana, usijali kwa mama yako kwa sababu anaumwa, inabidi uwe na furaha. Baba akamtia moyo na Roza akafurahi, na ishara kubwa na mitindo yao ambao wameweka kama kucheza ama kutiana nguvu ikaendelea. Baba akamwambia usijali, lakini baada ya muda kidogo Roza akaona bibi yake hamuoni ndani ya ukumbi ule, na ilibidi atoke akamwangalia bibi yuko wapi. Kwenda katika chumba kile akimwangalia bibi hamuoni, lakini ajabu alikutafunza wengi wamedondoka chini na nguo moja ya bibi yake ikiwa imeloa damu. Roza akaendelea kumtafuta, lakini ghafla bibi anatoka sehemu ambayo haijulikani, na Roza alipogeuka nyuma chapu kwa haraka anamuona bibi yake ambaye hakujua bibi yule ameelekea wapi. Bibi anamwambia, hakika mbona umekuja huku kufuata nini? Roza akaoji, mbona una damu? Bibi akawa mkali akamwambia, haya kuhusu, tafadhali nenda zako nje, leo ni siku muhimu sana. Basi Roza akatoka, na hapa baada ya punde na muda kidogo kupita, ilibidi ibada iendelee, yani wakafanya tambiko kubwa zaidi ya sana, kwa sababu leo ni siku muhimu sana ya Roza. Kwa hiyo Roza wakamkabidhisha kwa mizimu na walinzi wa familia yao ama imani yao, lakini kipindi hiko cha udogo sana na maisha yakasonga mbele. Sasa hivi Roza amekuwa mdada mkubwa sana ambaye anavutia sana, na hapa Roza anaonekana anakimbia na kuweka nguvu zake sawa, na muda kufika Roza alipanda gari na moja kwa moja kuelekea katika ile kampuni ambayo anaifanya. Roza maisha yake ya hali sana, yani Roza maisha yake yamebadilika, sio tena maisha ya kuungaunga, yani kila kitu kiko sawa, kampuni kubwa, maisha yanaendelea na mambo mengine yanaendelea. Lakini Roza simu yake iliita sana pale, ilionyesha bibi yake anampigia, lakini kwa kuwa yuko busy sana na kazi za ofisini, Roza hakujali sana na bibi aliendelea kupiga. Roza akasindikizwa na bodyguard wake ambaye anamsafirisha ama kumpeleka, akapokea ile simu, na baada ya kupokea ile simu anaambiwa bwana kwamba bibi yako amefariki dunia. Roza aamini kutokana na umbali wa kimaisha na changamoto za dunia za sasa, Roza na familia yake walitengana, lakini Roza mama yake mzazi Bi Elena alishafariki dunia. Kwa hiyo sasa hivi Roza anapata habari kwamba bibi yake amefariki huko jijini Bagamoyo. Kwa hiyo inabidi atoke zake Dar es Salaam aelekee Bagamoyo kwenda kumwangalia bibi yake. Umbali sio mkubwa sana, lakini aliangalia na muda wa kuchukua masaa mangapi akaona, lakini Roza hakuona vibaya kumshirikisha baba yake, amwambie baba kwamba bibi naye anaumwa. Roza aliangalia namna gani ya kumweleza baba yake ili mradi washehe kidogo jambo lile la hisia ambalo mama yake na baba yake tayari ameshafariki, ambaye Roza ni baba yake. Na kutokana na kipindi hiko Roza hakuwa na mtu ambaye alimwekea bibi yake, licha ya maisha yake alikuwa mazuri, ili mradi amtekee baba yake. Lakini baba alipoambiwa akamwambia, hakika wewe fanya kazi zako na mimi nitaenda kulisolve na kila kitu kitakaa sawa. Roza akamwambia, dadi, haiwezekani kwa sababu huyu ni bibi na huyu ni mama yako wewe. Kwa hiyo Roza alichukua train moja kwa moja kwenda kumwangalia bibi yake katika mji wa Bagamoyo. Roza alifika mpaka pale, na alipofika eneo la bibi yake akaingia ndani ya mpaka, lakini sasa kipindi anaelekea kwa bibi yake kuna kitu cha ajabu kinaonekana. Roza anamuona mtu ambaye hakutegemea kwenye macho yake kumuona. Roza akajiuliza mara mbili, naota ama ni kweli? Alimuona mama yake mzazi Elena. Roza anashangaa, lakini amona Elena yupo katika hali mbaya sana. Roza alibaki na tahayari na kujiuliza maswali na hakupata jibu kamili. Kumbe
Mama kama alikuwa anamuonya kitu fulani. Kwa ishara ile, Rosa hakuelewa kutokana na utoto wake. Rosa alifika mpaka katika apartment ambayo bibi yake alipanga na akakutana jamaa mmoja tu Martin. Martin akamwambia, mimi ndo meneja na mkurugenzi wa hii nyumba yote, yaani watu wote mimi ndiye ambaye nimewapangisha, twende moja kwa moja. Rosa akachukuliwa moja kwa moja na bwana Martin, na Rosa akanajielezea, anamwambia, hakika babangu alikufa, babangu hajafa, mamangu alikufa nikiwa mdogo sana, lakini baba iko huko. Akamwambia sawa, bibi yako huyu hapa, lakini muda mwingi nimekupigia simu, bibi yako alikuwa anaumwa sana na amekufa hapa. Kwa hiyo ngoja kwanza nikutia ambulance, ikiwezekana huondoke na bibi yako na maisha mengine yaendelee na mazishi, tujue tunaenda kuzika wapi. Meneja Martin anaondoka ndani ya nyumba ile na kumwacha Rosa akitaka jua nini ambacho anaendelea kufanya. Rosa alishikwa na huruma, uchungu ulimjaa baada ya kuona bibi yake amekata moto kwa kipindi kirefu ama amekufa, na ijali ya kwamba bibi yake hakuwa hata na house girl. Rosa jicho likaiva na chozi taratibu linadondoka katika shavu lake, lakini alipojaribu kumwangalia bibi yake alimkuta bibi tayari ameharibika na mwili una alama nyingi na nembo ambazo hazipaswi kukaa katika mwili wa binadamu, yaani nembo hizi za ajabu sana na vitu ambavyo alivyovivaa bibi huyu cha ambazo yeye Rosa hajui kacha hizi na maana gani. Lakini kwenye sehemu ya kuoshea vyombo na vyakula machafu, yani chakula mpaka kimeotafunza, ghafla anasikia ambulance, na alipoenda kuchungulia nje kweli aliona ambulance. Baada ya kuiona ambulance akaanza kuipungia mkono, lakini ambulance ile ajabu ilipita. Rosa akawauliza, jamani inakuaje? Wanaambia, bwana hakika tumekuja muda mwingi sana na tumekupigia simu lakini simu kushika. Anaambia, jamani bibi yangu hali yake sio nzuri sana na hatakiwi kuendelea kubaki ndani ya nyumba, inabidi tumtoe haraka sana iwezekanavyo. Rosa akapunguza uzito kidogo baada ya ambulance kumzingua, lakini anasikia miluzi na minong'ono ambayo yeye mwenyewe Rosa ajui minong'ono hiyo inatokea wapi. Lakini mara ghafla puani kwa bibi yake unatokea kitu ambacho akijui ni funza. Rosa akajisikia kichefuchefu bwana, nusu atapike, lakini Rosa akajua bibi yake tayari ameshaoza. Lakini alipotaka kumtoa yule mdudu, ghafla yule mdudu aliingia ndani ya mwili wa Rosa. Rosa hakujua, mara yule mdudu kaingia kwenye sikio tena. Rosa anaona hii ni nini, ni hatari ama ni kweli, hii naota ama ni kweli reality. Rosa akaanza kuchanganyikiwa, lakini anasikia sauti nyingi zinatoka ndani ya chumba ambacho hakijui mlango wake uko wapi. Kupekua bwana, ndio akakuta chumba na ile nguo ya miaka ile ya utoto imejaa damu, na kuchungulia vizuri anakuta vitu ambavyo hakuamini kuviona Rosa. Hivi ni nini? Lakini mara ghafla mlango unagongwa, na alipoenda kufungua mlango anamkuta jirani yake ambaye Joy. Joy alikuja na kumwambia, hakika bibi yako alikusubiria sana na alikuwa anakuuliza sana muda wote, ulikuwa wapi? Akamwambia, basi sawa mimi nipo. Anaambia, naomba nikusaidie. Akamwambia, pana, nitapohitaji msaada wako nitakuita. Rosa akafunga mlango na kuja kuendelea na mitikasi ya humu ndani kwake, lakini Rosa anasikia sauti mbali, sauti ambazo Rosa hajui zinatokea wapi. Bibi yake miguuni kafungwa macheni, lakini kamba hizo alizofungwa ni za hatari sana na alama nyingi ndani ya mwili wake. Dogo alishikwa na tahayari, lakini aliona ufunguo mdogo katika ile sehemu ambayo bibi alifungwa na kwenda kufungua kile chuma ambacho kinatoa minong'ono. Rosa anachokiona aamini macho yake, anakuta vitu ambavyo hajawahi kuviona tangia utoto wake mpaka ukubwa wake. Na hapa Rosa anabaki kwenye tahayari, anabaki kwenye maswali, anabaki kujiuliza hiki ni nini ambacho kinaendelea. Rosa aamini tena aamini, kwa sababu anachokuta bibi yake ama familia yake ilikuwa na imani kubwa ya Kabolondende. Kabolondende hilo ni jina la Kiafrika jamani, lakini ndio mzimu ambao kina Rosa walikuwa wanatumia. Na hapa nakuta picha yake bwana. Rosa anajiuliza, hizi si nywele zangu za utoto na meno yake ya utoto? Anajiuliza, ina maana kila kitu alikifanya kuniandalia mimi? Na Rosa anajisikia vibaya kuona kama bibi yake kila jambo hapa likopo hapa kaandaliwa yeye. Lakini mara ghafla umeme unawaka na tena unazima. Rosa anabaki kwenye taharuki kubwa, taharuki ambayo ajui kitu gani kitachomsaidia. Rosa anarudi mpaka kwa bibi yake na anajaribu kutoka ndani ya nyumba ile ili mradi aende nje kuangalia anafanyaje, maana ndani tena ni vibweka. Lakini kipindi uko nje miujiza tena inaendelea kumfuata Rosa. Bibi anamwambia, huwezi kunikimbia, mara aone anafukuzwa, lakini yote ni mawenge ambao mama yake au bibi yake mzazi anamtia. Kutokana na Rosa anahitajika alisi mkoba. Rosa inabidi alisi mila na tamaduni yake.
Bwana Rosa akaona isiwe kesi, akarudi zake nyumbani moja kwa moja. Na aliporudi nyumbani, lakini sura ilikuwa tayari ishachafuka, na akasema hakika hili jambo haliwezekani. Akaanza bwana kugugo, na baada ya kugugo anakuta nembo mbalimbali ambazo amezikuta katika mwili wa bibi yake ziko pale. Anaambiwa bwana, hii ni asili ambayo watu hawa wanafanya matambiko kutoka huko Afrika, Tanzania huko, ndio maana leo wewe mzungu ambao bibi yako ni Mbagamoyo leo yamekufika haya. Na akakumbuka tena kama bibi yake alishawahi kufanya ibada ya mizimu ya kale. So unajua tena ukichanganya damu nusu Mtanzania nusu mzungu inakuwa ni shida na kasheshe, yani ni acheche hatari tupu. Jamaa anaangalia na anakuta vitu vingi, matunguli pamoja na vitu mbalimbali vya jadi, na Rosa akaendelea kusoma hii ni nini, na alikumbuka bibi yake kipindi anafanya ibada zile. Rosa anabaki kwenye tahayari, Rosa anabaki kwenye maswali, Rosa haamini anachokiona. Akaendelea kusoma na akataka kufanya swala hili liwe mwisho, na hapa akampigia babake. Na baada ya kumpiga babake akamwambia, hakika bwana mzee, mambo huku mimi sielewi, yaani baba nimechanganyikiwa, naona 50-50 tu 100 wala sizioni. Dadi anamwambia, hakika niko njiani mwanangu nakuja, na ndo maana nilikwambia usiende huko, nitaenda kumaliza kila kitu kwa sababu hatukukwambia ukweli unaotakiwa. Rosa anambia, hakika kwa nini mmejiingiza katika mambo kama haya? Anambia hapana, sio kama tumejiingiza, hata mimi mama yangu nimekuja kumjua huku bwana. Basi Rosa akataka kuvunja bwana jadi, na kama jinsi mnavyojua jadi haivunjwi na mzimu haukimbiwi, na mwenye asili yake hasili kamwe haiwezi kumwacha. Mara ghafla anavuta mzimu na mzimu unamvuta Rosa, anamwambia wewe, hii hakika ni jadi yako, usilete masiara na jadi. Rosa akaanza kujihami, lakini hawezi, maana anachopigana nacho Rosa akijui. Na alipotaka tena kugugo, simu nayo inaonyesha chaji raw. Rosa akaendelea kupambana, akasema acha nichukue basi kitabu hiki ambacho bibi alikuwa anakisoma. Baada ya kuchukua kitabu kile, akakata damu yake kidogo ili mradi aweze kusoma. Rosa akabaki na taharuki, aanze wapi amalizie wapi, na kutokana ni mara yake ya kwanza kitu gani cha kufanya. Rosa akachukua damu ya bibi yake kidogo, na mwisho wa siku akawasha mishumaa na akachukua zile kacha na akazifanyia mambo kidogo ili mradi aanze ibada kwa maelezo ya kile kitabu. Rosa akachukua, lakini hakuna jambo lolote ambalo limeonekana, lakini anaonekana mzimu ukitoka tena na kuanza kumtisha Rosa. Rosa anabaki kwenye tahayari, lakini anakutwa mzimu ambao wa familia wameutengeneza kwa miaka mingi unamfosi Rosa, na mwisho wa siku matapishi mengi na uchafu mwingi ukatoka. Bwana mdogo Joy alikuja tena akataka kujua kitu gani ambacho kinaendelea, lakini baada ya kumwona Rosa akamwambia, usiwe na haraka, mara bibi yako muda mwingi alikuwa anakutaja, na bibi yako muda wote alikuwa anakukumbuka wewe, na bibi yako alikuwa muda wote hataki kiendelee hiki ambacho sasa hivi kinakuendelea. Taratibu naomba utulie, taratibu naomba utulize akili yako na ufanye mambo taratibu. Jamaa hakujua kitu gani ambacho anamsihi, lakini umchizi alikuwa tu anasikia maneno ya bibi siku zote yakimsifia Rosa na siku zote yakimtaka Rosa akawe mtu mwema na mtu salama na wala asiwe mtu wa shida. Rosa alirudi ndani bwana na kuchukua kitabu na kuendelea na ibada, ili mradi aangalie kama lana hizi ama mikosi hii itarudi kwao ilipotoka. Akaanza kusoma bwana akasoma tena Gerabasem Tabariano Perekese Pariano, wewe hatari tupu. Na Rosa alipoendelea kusoma, baada na sauti nyingi zikaanza kusikika, na Rosa akaona lile sanamu la mizimu mikubwa ambalo linasifika pale kwenye ibada. Akaona jina lile, lakini hapa bibi mkubwa akaona bora asogeze kila kitu karibu na bibi yake, ikiwezekana afanye tambiko zuri, na ikiwezekana avae kama bibi yake, na mambo yote ambayo bibi yake kipindi kile anachokifanya. Na Rosa akarudia tena, na hapa akachukua damu ya bibi yake tena akaikata vizuri, na Rosa akaanza tena ibada kama bibi yake mwanzo alivyokuwa kufanya. Na kutokana na ile ibada, basi kwenye kinywa cha bibi yake akatokea mtu, ama kwenye kinywa cha bibi yake akatoka mzimu. Rosa
hakuamini kitu ambacho kinamtoka bibi yake, na kile kitu kikamshambulia Rosa na Rosa akapoteza fahamu, na mwisho wa siku Rosa kuamka anamwona kama mama yake. Rosa aamini, mama asomekufa, mama samahani, mama nisamehe sana, ambia usijali mwanangu, hakika najivunia sana juu yako wewe, hakika umekomaa sana mwanangu, hakika mkoba huu utauweza, na hakika mambo yao utaendesha. Rosa akaona mbona kama naota hivi, kweli ni mama yangu? Ikabidi amuulize, na akamuuliza yule mama. Rosa anamwambia pana, wewe si mama yangu, na mama anamfosi, lakini kumbe ulikuwa ni mzimu tu. Taa zikazima tena, taa zikawaka tena, Rosa mzimu unamtaka. Rosa akaona isiwe kesi, isiwe shida, mzimu huu ukawa unamwambia hakika wewe ni jadi yangu, na wewe ni asili yangu, na wewe ndiyo kiongozi wangu kwa sasa, kwa nini usitake kuniongoza? Rosa hataki ujinga. Basi Rosa akaendelea kusoma kile kitabu ili mradi mzimu urudi tena ndani ya kinywa cha bibi yake, na kweli mzimu ule urudi ndani ya kinywa cha bibi yake. Baba naye asubuhi anapokuja anakuta hali Rosa yake sio sana, yani hali yake haiko poa sana, lakini kulipokucha kila kitu kimekaa sawa, na bibi yuko pale pale, na baba akachukua mwili ule na kutaka kutoka nao, na akaanza kufagia, na mwisho wa siku baba kuangalia kulia kushoto, anataka kupanga vitu na binti yake. Rosa akiwa yupo katika hali mbaya, lakini ghafla hapa kuna kitu kingine cha ajabu anakiona. Kwenye mikono ya baba yake kuna alama za damu. Akaona mzee ana shida gani huyu? Lakini aliporudi ndani ya chumba kile alimkuta baba yake anaendeleza tena tamaduni na mila zile, na baba kumbe ndiye ambaye alikuwa yeye anataka mwanae alisi tamaduni yao na aiendeshe, na baba ndiye ambaye alikata damu ya mtoto wake na hata kumpelekea mama yake, kwa sababu ni asili yao na jadi yao. Na bibi yeye alikuwa anajua kila kitu, na bibi alikuwa hataki mjukuu wake, ndio maana alikuwa anaomba dua nyingi sana, kama alivyosema Joy, ambaye alimwambia bibi yako muda mwingi anakutaja sana. Kwa hiyo baba alimwambia hakika mimi sikutaka wewe uende mali na tamaduni yetu, sikutaka wewe ukimbie asili yako, na ndio maana nikataka uhusia na uzawa uendelee wa mkoba huu. Bibi amelisi kutoka kwa baba, na baba amemlisisha bibi, na mimi ningetaka kulisisha wewe. Kwa hiyo kama mzimu hutaki, hakika mwanangu nitakutoa sadaka kwenye huu mzimu. Baba akapandisha mashetani bwana, na akachukua kisu na akaanza kumwinda mwanae Rosa. Lakini mzee hapa si yeye tena, bali ni shetani ama mzimu ambaye unamwambia muue mwanao kama mwanao amekataa kuungana na sisi. Lakini hapa bwana Joel aliingilia, na Joel kikamkuta kizito, kwa sababu ameshobokea dundo ama ameingilia ugomvi ambao muhusu, na Joel anakufa pale pale. Lakini Rosa akaona isiwe kesi, baba ameshabadilika, na akapita na kolomeo la mzee wake, na mzee akadondokea lile zimwi lake. Kwa hiyo baba ametoka sadaka yeye, baada ya yeye kumtoa mwanae, na mtoto anamwaga baba yake kwa ishara ile ile ya utotoni. Miezi 6 ikapita na tatizo lile likaisha, na Rose akarudi tena kuendelea na kazi zake. Asili ama jadi inakimbilika? Wanangu wa Tam TV, jibu linalokuja jadi haikimbiliki. Hatimaye picha inapasuka na Rosa kuna kitu kinamtoka mdomoni, yani ule mzimu umemrudia tena. Wanangu wa Tam TV, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Chao, tukutane wakati mwingine.